ili kuweza kuthibitisha na kumhakikishia yeye ni mwana mfalme. Leave me alone with him. Go. All of you. Haya, naombeni mtuache, nyinyi wengine ondokeni. Njoo hapa mwanangu. Anampenda sana. I'm honoring you, Joseph. Unajua ninakuheshimu Joseph. You're my heir. Wewe ndo kichwa changu. I'm as head of the tribe. You can count on all your sons, Father. Some more than others. Simeon, Levi, Reuben. Anamwambia lakini baba, si ututendee na wengine pia. Yaani wote. Kaambia unajua kaka zako Reuben, Simeon, Levi hawafai kabisa. Siwezi kuwasamehe kwa yale walionitendea. Remember, it is a robe of honor. Tambua kwamba nimekupa kitu cha heshima hiki. Now, get some sleep. Sasa naomba ukalale. Kesho kuna kazi zingine ambazo ni ngumu. Baba anampenda sana huyu mwanae. Na kweli alimpenda. Kwa sababu ni watoto waliozaliwa uzeeni sana. Kwa mwanamke ambaye alimpenda sana. Rahel. Sasa walikuwa wanalala kwa staili hii. Kwenye mahema. Reuben ndio mtoto mkubwa. Kwa hiyo wenyewe wanalala wanavyojisikia. Sasa Benjamin anamuuliza kaka yake, hebu niambie hivi mama alikuwa anafananaje? Mama alikuwa mzuri, mpole, mkarimu. Alikuwa anafanana kama Lea, Bilha? Zaidi ya hao. Hivi ni kweli eti mimi ndo nilimuua mama? Umepata wapi hilo wazo? Nasikia kina mama wanasema eti mimi ndo nilisababisha mama akafa. Huo ni ujinga Benjamin, usiamini. Lakini kwa nini? Alikufa kwa njia gani? Unajua mimi sijui Benjamin, lakini naomba tu ulale. Kweli huyu mtoto wakati anazaliwa tu mama yake alikufa siku hiyo hiyo. Kwa kaka yake anamwambia alikufa tu kama jinsi wanavyokufa watu wengine. Naomba ulale, kesho tunatakiwa kuwahi kuamka. Na mimi ningekufa tu hata na mama. Acha basi mambo hayo. Naomba ulale mdogo wangu. Lala. Wanapendana sana. Kwa hiyo unataka kulala sasa hizi? Ndio nalala. I love it so much. Mtoto mdogo lakini anauliza mambo mazito. Kwa sababu mtoto anaposikia vitu vinaongelewa pembeni huwa anatunza kichwani. Kwa hiyo tuwaongoze watoto wetu katika njia njema. Tuwafundishe njia njema, nao wataishika na kuitunza milele. Wakati Joseph akiwa amelala, anaota ndoto ya kwamba yeye pamoja na ndugu zake, wale kaka zake wote 10 walikuwa wamekwenda shambani. Sasa kule shambani kulikuwa na zoezi la mavuno. Na katika ndoto hii Joseph aliona kitu kimoja, kwamba walikuwa wako katika zoezi la mavuno. Sasa miganda waliokuwa wamevuna, miganda ya ndugu zake wote, miganda ikadondoka chini kusujudia mganda wake. Yaani mganda wake ukabaki umesimama, halafu ile miganda mingine yote ya ndugu zake ikawa imesujudu chini. Kisha akaota ndoto nyingine ya kwamba jua, mwezi na nyota 11 zimesimama juu yake. Hii ni ndoto ambayo anaiota siku moja. Kwa hiyo wakati wanatoka shambani akawa anawasimulia sasa ndugu zake, jamani nimeota ndoto ya kwamba tupo katika mavuno. Sikilizeni ndoto niliyoiota. Tulikuwa shambani sote tukifunga miganda, na ghafla mganda wangu ukainuka na kusimama wima
miganda yenu ikakusanyika kuuzunguka na kuinamia mganda wangu. Ndugu zake wakamuuliza, je, unataka kutuambia kwamba utatutawala au utakuwa na mamlaka juu yetu? Be serious. I've had enough of him. Wanamchukia juu ya hilo. Tonight, after the day's work. We subiri, baada ya kazi utatueleza tu. Kwa wakaendelea kumchukia juu ya ndoto hii. Yaani walisikitika sana. Unamuuliza, je, unataka kutuambia kwamba utatutawala au utakuwa na mamlaka juu yetu? Sasa walipofika nyumbani baada ya shughuli jioni, baba mtu akamwambia Joseph, tusimlie ndoto uliyoota. Sheep's bowed down before mine. Do you hear that, son? Joseph akamwambia kwamba Dreams of being our master. This has to be stopped. kwamba sote tulikuwa shambani tukifunga miganda, na ghafla mganda wangu ukainuka na kusimama wima, miganda yenu ikakusanyika kuzunguka na kuinamia mganda wangu. Clear. Until such time, all we can do is listen. Sasa ile ndoto baba akamwambia, sawa, Yes, Father. tumeielewa, tutaitunza, ila usirudie kusema hivyo. Ndoto ya pili ulisema uliota ni ndoto gani? If God gave you a dream, you must share it with us. Kama Mungu amekupa ndoto, lazima uchangie hiyo ndoto na sisi. I dreamt the sun and Nimeota ya kwamba homage to me. nyota 11, jua na mwezi vimenisimamia mimi juu yangu. Mother the moon, your 11 brothers of stars, I mean, should we all bow down to you? Baba mtu akamuuliza, ina maana katika ndoto yako hiyo Perhaps we can go back to the way things were. inaonyesha kwamba mimi, baba yako, mama yako na ndugu zako siku moja tutakuja tukusujudu, tukuabudie mpaka miguuni wewe? All with the lambs of the fields. Dreams do not change my decisions. Sasa hata kama ameota ndoto gani, ndugu zake walimchukia, ila baba aliyatunza yale maneno, na zile ndoto alizitunza sana, kwani alitamka neno moja tu kwamba ndoto huwa zina maana. Ndoto huwa zina maana. Kwa hiyo ni vyema zaidi unapoota ndoto ukaitunza vizuri na kumwomba Mungu kwa bidii usiku na mchana, ili aweze kukuongoza katika ndoto yako hiyo mpaka pale itakapotimia. Ubarikiwe sana mpendwa ambaye unaangalia filamu hii. Kama una ndoto yako, itunze na ipiganie. Muombe Mungu siku na mchana. Mungu atafanya njia. Barikiwa sana. Threatened by you. I want you to try and make peace with them. Baba mtu alimweleza sana mwanae ajitahidi kuishi kwa amani na ndugu zake, japokuwa wanaonyesha kumchukia yeye, asiwachukie. Their feelings. Asichukie kwa sababu wale ni ndugu zake tu, aishi nao kwa upendo. Brought up together like a pack of lion cubs. You and Benjamin are the children of my old age. Unajua wewe Joseph pamoja na mdogo wako Benjamin ni watoto wangu wa uzeeni, na wapenda sana. We both must help try to make them see the truth. Jitahidi sana kuhakikisha watu wanajua kweli. Ndugu zako hawataki kusikiliza kuhusu kweli. You should find them within a 2 days journey. Sasa tunaoneshwa ilikuwa ni siku ambayo ndugu zake na Joseph walihitaji kutoka kwenda kuchunga mifugo sehemu ya mbali kidogo. Waiting for us at Hebron as our new master and his wonderful... Sasa wakawa wanaendelea kuyarudia yale maneno ya mdogo wao na kuendelea kumzihaki kwamba atakuwa bosi wetu huyu kweli, atuongoze sisi, tuwe tunaenda tunamuinamia, tunamsujudu. Wenda wazimu gani huu? Oh, we are innocent, oh great Joseph. Please! Eti sisi tutakuwa tunaenda kwa Joseph tunalia shida kabisa, sisi tunamlalamikia shida. Mwe huyu. Unless he comes looking for us. I think we should move west. Sasa wakakubaliana kuhama lile eneo waende sehemu nyingine. Sasa wanaelezana, yani huku mtu kuja kututafuta huku, basi labda kwanza aote ndoto. Listen to him give orders and predict what we'll find. Tutajuaje sasa kama kweli ni mwana ndoto kama hata tuona? Yani kutuona tutakapoenda mpaka aote. Si anasema ni mtu wa kuota. But I do know that if we move on, no one will know where we are. Hayupo atakayejua tuko wapi. Be able to spy on us. I agree Mimi nimekubali. that anyone who wants to find us have to dream. Yani mtu yeyote ambaye anataka kutupata sisi lazima aote. Poa poa. Kwa hiyo kesho tunahama. Yani wanatakiwa waende sehemu ya mbali.
Kulipopambazuka, baba mtu alimwandaa mwanaye na kuhitaji kumtuma aende akawatafute ndugu zake. Ni mbali kidogo alikokuwa wamekwenda. Akakutana na mtu mmoja anahangaika. Akamuuliza, wewe unatafuta nini? Na watafuta ndugu zangu, wamekuja kuchunga huku. They moved on. I heard them say they were going to Dothan. Wameondoka ile eneo. Nilikuwa nikiwasikia kwa mbali wakisema kwamba wanataka kwenda Dothan. Huyu mtu hakumtambua ni nani, lakini alimpa maelekezo ambayo ni mazuri. Akamwambia asante na shukuru. Wamekwenda sehemu inaitwa Dothan. Yaani mbali kidogo kutoka katika lile bonde ambalo lilikuwa ni rahisi kuweza kuwapata. Huku wamekuja kujificha kabisa. Don't count. You're not Joseph. Haki ya Mungu jamani, mimi yule mwenda wazimu Joseph nimemchukia. Last drink. That's right. Yule mzee wa ndoto. What if they are prophetic? All of us kneeling down to him. Eti anakuwa anaota ndoto, sisi tunamuinamia chini tu, tunampigia magoti tu. Hivi yeye ni nani? Bowing and scraping to him, crawling to beg for favors. Stop it. Walimchukia sana Joseph kwa ajili ya ndoto zake. Sasa wakati wanaongea, mmoja anashangaa, oya vipi? Here, brothers. Wakamuona Joseph kwa mbali. Mnamuona jamani yule mwota ndoto? Si yule kule anakuja. I swear I could. Haki ya Mungu, mimi na hapa huyu mtu tumuueni. Father sends you fresh. Ndugu zangu nimetumwa na baba nije niwatafute, kumbe mko huku. Yeye anakuja, watu wanapanga taratibu za kumuua. Say we kill him. Naomba tumuue. It's the only way to be done with him once and for all. Hold your tongue. Don't even think it. No. Ruben akawaambia ndugu zake, jamani hebu sikilizeni. If it's to teach him a lesson and throw him in a pit. Huyu tunatakiwa tumfundishe somo ambalo hata lisahau. Tunatakiwa tumtupe katika shimo refu. Halafu tutaona hizo ndoto zake zitakuwaje. We tried this with the lamb. Father saw right through the lie. Baadaye tutamvua hiyo kanzu, tutaipeleka kwa baba, tutaipaka damu. Tutamwambia baba kwamba huyu tumeokota kanzu, kwa hiyo atakuwa ameliwa na mnyama mkali. Ndugu yake mkubwa aliyekuwa anajaribu kumtetea ni Ruben kwamba mtupe kwenye shimo. With him, that's right. To assume our rightful place once the old man's gone. Do it. Yaani tunatakiwa tumtupe tu kwenye shimo. Brother's blood. Hii ni damu ya ndugu yetu, hatuwezi kumuua. Kwa nini tumuue? Before it's too late. Stop what? Jamaa akafika. Mr. Ndoto. Work in groom's clothing. We come in search of more tales to tell. Nimetumwa na baba nije niwatizame na pia nimpelekee ripoti kwamba mna hali gani, mnaendeleaje. And it'll be the last thing you do. I'll do as Father instructed. Mimi nafanya kama jinsi ambavyo baba amenielekeza. And your warning smells of too much blood. Walimchukia sana, yani kiasi kwamba hawataki hata kumsikiliza. Ruben ndiye mtu ambaye alipendekeza kwa kuambia wenzake kwamba tafadhali tusimuue, msimwage damu, ila tumtumbukizeni katika shimo hili hapa mbugani, lakini msimzuru. Alisema hivyo kusudi aweze kumwokoa Yusufu mikononi mwao na baadaye amrejeshe kwa baba yake. Walimtupa katika shimo, wakamvua kanzu yake, lakini shimo hilo halikuwa na maji. Ndani ya shimo kulikuwa na nyoka. I'll remember that when the time came to act for ourselves, you weren't there. No, I wasn't. Sasa kitu kimoja, wanamchukia Ruben, wanaamini kwamba anataka kutafuta mbinu ya kumwokoa, lakini akamwambia hana mpango wa kumwokoa. Letting him go? What if he tells our father? He won't. Tutaenda kumwambiaje baba hivi? He stands the most to gain from all this. With Joseph gone, who else will our father put in line to replace him? He'll be back. Wanaamini kabisa kwamba nafasi pekee ni kuichukua kanzu ya huyu Mr. Ndoto, kisha wachinje mwanambuzi au kondoo, tayari waipake damu na watakwenda kumwonyesha baba yao kwamba tumeokota kanzu hii ikiwa na damu. Kwa hiyo ni ishara ya wazi kwamba mnyama mkali amemlarua mwanao. Hivyo ndivyo wanavyokubaliana. Simulizi inaendelea. Joseph anamsimulia yote Potifa, huku akikusimulia wewe mpendwa ambaye unaitazama filamu hii. Sasa
Mtu alikuwa anaendelea kuteseka sana. Shimoni, ndugu wamekaa Sitting and moping like women. What's done is done. Now let's get on with our own business. wengine wanatamani ni bora wamuue kuliko kumwacha mle. Wengine wanashauri akitoka, je, akapona, halafu akaenda kumweleza baba kilichotokea. Didn't tell father what we did. Unafikiri akitoka hapa akapona akaenda kumwambia baba tulichomtendea itakuwaje? Just trying to teach him a lesson. Tunatakiwa tumfundishe somo ambalo hatalisahau. The tents, the food, everything. I've worked too hard to be disowned and left with nothing. Hii yote ni chuki. Kwa hiyo hapa inakuonyesha kitu kimoja, ya kwamba si wote walioko kwenye magereza wana hatia na makosa. Lakini ipo siku ukweli utajulikana na ukweli utawaweka huru. Kama Yesu alivyosema, nanyi mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka huru. Tuendelee kuitafuta kweli usiku na mchana na kwa bidii zote. Siku tukiipata kweli, kweli itatuweka huru. In these fields. Simeon, I think it best if you and Levi take part of the flock to fresh pastures. Sasa akatafuta njia moja Ruben. Anamwambia Levi na Simeon kwamba eneo tulilopo nyasi zimepungua. Nafikiri inabidi mchukue sehemu ya mifugo muende nayo sehemu nyingine. Wale waliokuwa na hasira kuhusu Joseph, anataka wakiondoka basi amtoe Shimoni. Jamaa wanamwambia hamna. Something, Simeon, before we... Yaani kote huko unakosema kuna nyasi hakuna. Yaani hizi zilizoko hapa ni hizi. Haya. You want to fight me, brother? Kaka, unataka kupigana na mimi? But you're not going to kill him. Hapana jamani. Msimuue. Fish him out. If that's the only way to avoid a brother's blood on my hands, then fish him out we will. Njia pekee ni kuepuka damu mikononi mwetu, damu ya ndugu yetu. But I'm a reasonable man. Right, kwamba Ruben asingekuwa mkubwa, nafikiri kuna mengi yangetendeka. Hapa sometime walikuwa wanamheshimu kwa sababu ni mkubwa. Jamaa walikuwa wanataka wakamuue kabisa Joseph. Asubuhi na mapema kulipopambazuka, waliwaona Waishmaeli wakipita eneo lile kwa mbali. Ishmaelite traders. Yuda akawa amewaona wale Waishmaeli wafanya biashara. Akamwambia ndugu zake, jamani, kwa nini tunahangaika wakati wale pale Waishmaeli wafanya biashara? Kwa nini tusimuuze tu ndugu yetu tukapata pesa kuliko kumuua? They can take you for a slave. Tumuuze tu aende akawe mtumwa huko, Our hands will be clean. ili kusudi mikono yetu iwe misafi kuliko kumuua. Egyptian slaves don't escape. They pay for him. We, tukimuuza huko akaenda alafu akatoroka akarudi nyumbani akamwambia baba, utafikiri itakuwaje? Walibishana sana katika hilo, lakini hatua ya mwisho akakubaliana ni heli wamtoe Shimoni halafu wamuuze kwa Waishmaeli. Hawa watu walikuwa wanaenda Misri, ni wafanya biashara. Kwa hiyo wakamuuza kwa kiasi cha vipande 20 vya fedha. Vipande 20 vya fedha. Hivyo ndivyo alivyouzwa na ndugu zake, na hiyo ndio sababu ya yeye kuuzwa. Naamini utakuwa umeifahamu vizuri sasa kwa nini kijana huyu alifikishwa Misri. Alifikishwa Misri kwa sababu ya chuki za ndugu zake, na hii yote ni kwa sababu alikuwa anawasimulia ndoto zake. Kwa hiyo ndoto ina gharama nyingi sana kuweza kuitimiza. Baada ya kuwa amemuuza, walichukua ile kanzu, kisha wakachinja kondoo mmoja, damu ile wakaipaka katika kanzu. Wanatakiwa wampelekee mzee wao Jacob, wamweleze kwamba hii kanzu wameiokota njiani. Wazo hili I won't have his blood on my hands. Ruben hakushiriki. Aliwaambia kabisa, damu ya ndugu yangu kwangu mikononi haipo, iko kwenu. Kwa hiyo kanzu inapelekwa nyumbani kwa baba yao. Chuki na wivu zilianza muda mrefu sana. Tujitahidi kusafisha mioyo yetu, tuondoe chuki, tuondoe wivu, tuishi kwa amani na upendo, tukitambua kwamba duniani tunapita. Benjamin aliona ile kanzu aliyokuwa anavaa kaka yake Joseph.
akakimbia ndani kwenda kumuita baba yake. Baba alitoka. Jacob hakuamini. Uzeeni. Found this on the road. You must have gotten lost. Wanamwambia mzee, hii tumeiokota njiani. Sijui utakuwa unaitambua. Inafanana ya mwanao. No! Mzee anakataa, hataki kuamini kile anachokiona. No! Alilia sana. What's left of me if Joseph is dead? Joseph! Alimlilia sana mwanaye Joseph ama Yusuf. Alibembelezwa lakini asikubali kubembelezwa, kwani alimpenda sana Joseph, mwanaye wa kwanza kutoka kwa mwanamke aliyekuwa akimpenda sana, Rahel, na ni mtoto ambaye alimpata uzeeni sana. Ndugu zake na Joseph, kilichowachukiza ni ndoto za Joseph. Kwa hiyo kama una ndoto yako, usishangae kuona watu wanakuchukia na watu wanakudharau kuhusu ndoto yako, kwamba haiwezi kufanya chochote, ila ishikilie sana ndoto yako, usiipoteze. Hivi ndivyo ambavyo anamaliza kumsimulia Potifa. Master is my version of events. And may the Lord my God stand by me as I speak only. Sasa anamweleza huo ndio ukweli kuhusu mimi, na mpaka ninafika hapa kwako, naomba uniamini. Sasa ilikuwaje kuhusu swala la mke wangu? The Harvest Festival. Kuhusu swala la mke wako, ilikuwa ni siku moja. Hakukuwa na mtu yeyote kabisa maeneo ya nyumbani. Nami nilikuwa naendelea na shughuli zangu za nyumbani kama kawaida. Nikapita kwenye jengo. Joseph. Akaniita, Joseph. Mistress, Nami nikamuitikia. I thought we understood each other. Nikamueleza, nadhani utakuwa umenielewa toka mwanzo. You, but I think you misjudged me. Yeye alinicheka akaniambia kwamba Give you a second chance. nimeamua kukupa nafasi ya pili. Stop! Mimi niliondoka, akanizuia, akaniambia simama. Kisha alinifuata. Perhaps if we... Ananiambia, kuna nini ambacho mimi nimekukosea? Alinibembeleza kwa maneno mengi sana. Perhaps you might see me differently. Au labda unaniona mimi ni wa tofauti. Might see how Nione tu ni wa kawaida, usiniogope. my husband is so... Na kuelewa labda wakati mwingine unaniogopa, usiniogope. terrible thing, Joseph. Nimekupenda Joseph. You are not a common man. Yaani wewe si wa kawaida. Where does the mystery come from with you? Nahitaji tu nilale na wewe. This house is my home now. Mimi nilimwambia hii nyumba sasa ni nyumba yangu. Tell me about your father. Kila kitu cha mume wako amekiweka mikononi mwangu. Does he have many herds of animals? Alinibembeleza sana. Seals? So he is a powerful man. Wewe ni mwanaume mzuri, umekamilika. I don't think my father's wealth brings you much joy. Ambiwa mume wako kila kitu amekiweka mikononi mwangu. Mamlaka yote yapo mikononi mwangu. Siwezi kutenda tendo hili. Ni chukizo kwanza mbele ya Mungu. Siwezi kumsaliti. Ameniamini kwa mengi mumeo. Siwezi kumtendea hivi. Yes. But I can't. It would offend God. Sihitaji kumkosea Mungu wangu. You know you want me. Look how you're shaking. You want me as much as I want you. Najua akaniambia kwamba najua hata wewe unanipenda zaidi ya mimi ninavyokupenda. Unanihitaji zaidi ya mimi ninavyokuhitaji. Katika kuning'ang'ania mimi nilimsukuma. Wakati naondoka akaniita. You are, you fool! Akaniuliza, hivi unafikiri wewe ni nani, wewe mwenda wazimu? My husband would kill you for this.
mume wangu atakuua kama mimi nitasema. Mimi nikaamua kukimbia, kama ameninyang'anya na kunikwapua nguo yangu. Kisha alipiga kelele nyingi akalia. Huo ndio ukweli. As I swear before the Lord my God. Kama nilivyoapa mbele ya Mwenyezi Mungu, ndivyo naapa kwako. Huo ndio ukweli. Potifa. Mwanaume alisikiliza ile story akamwambia, sawa, lete mikono yako ufunge, kabla hatujatoa hukumu inakuwaje. Kasimliwa yote. Wapo katika gereza ndani ya jengo la Potifa. Sasa anatakiwa ahukumiwe. Atapewa hukumu gani? Waliitwa maafande wakiongozwa na mtu mmoja. Wakaambiwa, mchukueni huyu, tawaelekeza sehemu ya kumpeleka. Kisha Good. Let them all hear him sentenced. Akaitwa mke wa Potifa, anapendekeza adhabu gani apewe Joseph. Yeye alipendekeza adhabu ya kifo. Yaani apewe adhabu ya kifo. I have heard the reports. Lakini Potifa akasema kwamba nimepata taarifa zote nilizokuwa nazihitaji. Here then is my decision. Kwa hiyo uamuzi wangu ni huu, unapelekwa gerezani, katika gereza walilokuwa wakifungwa wafungwa wa Farao. Huko ndiko utakakokwenda kuishi maisha yako. His treatment and his progress. Thus is this matter now closed. Sasa tatizo hili tumeshalithibitisha. Hivyo ndivyo ilivyo, na apelekwe gerezani. Kwa hiyo anahukumiwa kupelekwa kwenye gereza walikokuwa wanawekwa sasa wafungwa wa Farao. Huko ndiko akakumbane na matatizo ya kila aina, mateso ya kila aina. Aliyakabiri vipi mateso haya? Mungu alikuwa naye au alimwacha labda katika gereza? Mengi sana mazito katika safari ya Joseph aliyokumbana nayo. Filamu inakuonyesha yote, utayafahamu mengi. Nini na nini kilisimama katika maisha yake. Ni mambo mengi mpendwa, hebu tuende nayo. Mwanamke, ile hukumu ilimchukiza. Anauliza, kwa nini umemhukumu hivi? Yeye alitaka Joseph auawe. What about my honor? Hivi vipi kuhusu heshima yangu? What honor? Heshima ipi? Dare you? I know you, wife. Nakujua wewe kwa muda mrefu. I know you. Nakujua, kwa hiyo acha hiyo hukumu niliyoamuru itumike. Understand. Mimi nilitaka afe. Whatever you believe of me, Yaani kama kwa vyovyote unavyoniamini mimi, niamini. and live. Nilitaka huyo kijana afe. How can you humiliate me like that? Kwa nini unaamua kuniaibisha mimi namna hiyo? Because one humiliation deserves another. Kwa sababu wewe mwenyewe umeamua kujiaibisha. Wife. Mke wangu, Anyone who knows Joseph also knows that if he swears by his God, he's telling the truth. mtu yeyote ambaye anamtambua na kumfahamu Joseph atajua kabisa kwamba maneno yake yote anayoongea ni ya kweli, na Mungu wake anamsimamia katika kweli. Name. The truth? Anauliza, anaongea ukweli gani? Ukweli, ukweli. Kwa hiyo mwanamke anaonekana amedanganya. You might as well set him free. Najua kwamba siku moja utamwachia, atakuwa huru. Nilipenda afe. Wherever he is, whatever happens to him, he is free. Popote atakapokuwepo, popote maumivu ya aina yoyote atakayomkuta, bado atakuwa huru. Mungu wake hatamwacha. Hivi ndivyo ambavyo Joseph anapelekwa katika gereza, tayari kwenda kutumikia hukumu aliyopewa na Potifa. Japokuwa ameeleza ukweli wa mambo yote, lakini amehukumiwa kwenda gerezani.
Hii ni sehemu ya kwanza katika stori ya maisha ya Joseph, na kuahidi uhakikishe unaiangalia sehemu ya pili ambayo pia imejaa simulizi na mateso makali ambayo Joseph anayapata atakapokuwa gerezani. Hili ndilo gereza. Mungu akutie nguvu sana mpendwa, uhakikishe unafuatilia mcho hadithi. Sasa filamu yetu inaanzia hapa. Baada ya mke wa Potifa kulalamika ya kwamba ametaka kubakwa na Joseph, hatimaye hukumu ilitolewa. Joseph alipelekwa gerezani na alikaa gerezani kwa muda mrefu sana. Picha inatuonyesha ni jinsi gani ambavyo Mungu anaweza akamtendea matendo makubwa mtu yeyote. Haijarishi ndugu yangu umeumia kiasi gani, haijarishi unapita kwenye maisha magumu kiasi gani. Tazama filamu hii na Mungu akutie nguvu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Wakati filamu yetu inaanza, tunaonyeshwa siku hii ilikuwa ni siku ambapo maafisa wawili wa mfalme Farao walikuwa wametenda makosa. Hatimaye ikapita amri ya kwamba wapelekwe gerezani. Ni katika gereza ambalo Joseph alikuwa akilitumikia, lakini baada ya muda Mungu alimpa kibali mbele ya mkuu wa gereza. Joseph akawa amechaguliwa na kuwa ni mtu mkubwa. Maofisa hawa wawili wa mfalme Farao waliokuwa wamemkosea, mmoja wao alikuwa ni mtunza vinywaji mkuu na wa pili alikuwa ni mwoka mikate mkuu wa mfalme. Kwa hiyo Farao alipokuwa amewakasirikia watu hawa, alitoa amri wapelekwe gerezani. Hii ni siku ambayo walikuwa wanapelekwa gerezani. Huyu ni Joseph. Watu wote waliokuwepo pale gerezani siku hii waliona ni kama maajabu, kwani hawakutarajia maishani mwao kuona hata wale wakuu wakiletwa ndani ya gereza hili. Joseph anaushuhudia msafara ule. Maofisa wakubwa kabisa wanaletwa gerezani. Na mtu aliyekuwa akiwaleta si mwingine bali ni Potifa. Kwa sababu Potifa alikuwa amechaguliwa na kupewa cheo cha mkuu wa ulinzi. Yaani ni mkuu wa kikosi cha ulinzi. Na Potifa huyu ndiye mke wake aliyelalamika kwamba alitaka kubakwa na Joseph. Hii ni miaka 7 ilikuwa imekwisha kupita. Said only to expect 2 new prisoners. The excellence of your work here is becoming common knowledge. They say that... Anasifiwa Joseph ya kwamba umakini na umashuhuri wa kazi yake umekuwa ni maarufu sana. Umeendelea kusikika katika kila mahali. Hii yote ni kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na Joseph. Yusufu. Well, he'll have to deal with the Pharaoh first. I'm not so sure that on speaking terms. Aliitwa na kuelezwa hivi Joseph. As you see. Unawaona hao watu wawili. Hawa ni maofisa wakubwa sana kwa upande wa Farao, ila wametenda makosa na ndio maana mfalme amewakasirikia na wameletwa hapa. Huyu unayemuona aliyevalia kitambaa kichwani, huyu ni mtunza vinywaji mkuu, ndiye mtu ambaye huwa anakamata kikombe cha kumnyweshea Farao divai pamoja na chochote kile ambacho ni kinywaji anahitaji kutumia Farao. Kwa hiyo ni mtu mkubwa. Na mtu wa pili unayemuona aliyekaa, huyo ni mwoka mikate mkuu wa Farao. You never know what can happen. And in case they ever get out of this place and find themselves restored at court, it would serve you well to serve them well. Tunaomba uwatendee kila lililo jema katika eneo hili la gerezani. Alisema sawa, nitajitahidi. You can give me a valuable ally when the time comes to plead your case with Pharaoh himself. Potifa hivyo ndivyo ambavyo anamuomba Joseph ajaribu kuwahudumia vizuri watu hawa, kwani walikuwa ni wakubwa ila leo wapo hapa. Yaani ni sana kiongozi wa serikali inatokea kwamba naye amepelekwa gerezani. Kwa hiyo lazima atakavyotendewa yeye ni tofauti na watu wengine. I am Joseph, my lord. Walimuuliza, unaitwa nani? Akasema mimi naitwa Joseph. Are you the warder?
No, my lord, his servant. Wakamuuliza, wewe hapa ni msimamizi mkuu au? Akasema, hapana, mimi ni mfungwa tu. I am honored that you know of me, my lord. Wakamwambia, lakini tunafahamu, tumepata habari zako wewe. God knows how well you serve your masters. And their wives. Huyu jamaa alikuwa anafanya kazi kwa Potifa na pia anasikika alitaka kumbaka mke wa Potifa. Are you calling Potiphar a liar? Kijana alisema kuna mengi anazungumzwa lakini hayana ukweli. Wakamwambia, ina maana unataka kutuambia Potifa ni muongo au mke wake ni muongo? Well, I accuse you, slave. Ninakutuhumu wewe kama unataka kusema Potifa ni muongo. Of calling Potiphar a liar. God! Aliitwa askari, njoo. Kwamba baada ya Joseph kuulizwa kama kweli alikuwa anataka kumbaka mke wa Potifa, akasema si kweli. He's prison. He's a slave. Tunaomba umdhibiti na kumwadhibu huyu mfungwa. Huyu ni mtumwa tu. Permission. I serve in the court of the Pharaoh. God on earth. Naomba umwadhibu, usiogope. Mimi naongea kama afisa mkubwa ambaye ninatumika kwa Farao. Toa adhabu kwa mtu huyu. The name of Potiphar. Tunakuadhibu kwa kulitukana jina la Potifa. Eti walipomuuliza kama kweli alitaka kumbaka mke wa Potifa, yeye akajibu ya kwamba mengi yanazungumzwa lakini hakuna ukweli katika hayo. Kwa hiyo wakamwambia, ina maana Potifa ni muongo au mke wake pia ni muongo, ndio maana wanamwadhibu. Tunaoneshwa katika nchi ya Canaan, kule walipo ndugu zake na Joseph. Baada ya muda mrefu kuwa umepita, wale ndugu zake na Joseph, Yuda aliamua kutengana na ndugu zake na hatimaye akaamua kuondoka, akaenda kukaa na mtu mmoja Mwadulami, jina lake anaitwa Hira. Baada ya kwenda kukaa huko na mtu huyo, ilitokea wakati ambapo Yuda akawa amempata mwanamke mmoja mrembo na mzuri sana. Huyu alikuwa ni binti Shua, akamuoa. Mwanamke yule alimzalia Yuda watoto watatu wa kiume. Wa kwanza alikuwa anaitwa Eri, na wa pili alikuwa anaitwa Onan, wa tatu aliitwa Shela. Baada ya muda, Eri alioa mwanamke anaitwa Tamar ambaye aliozeshwa na baba yake Yuda. Lakini kwa sababu Eri hakuwa mwema na alitenda yaliyo mabaya mbele ya Mungu, Mungu alimuua Eri, mwana wa kwanza wa Yuda. Ikabidi Yuda achukue jukumu la kumruhusu mwanae wa pili Onan amuoe mke aliyeachwa na marehemu kaka yake, akamuoa Tamar. Lakini Yuda kwa kumlazimisha mwanae Onan amuoe Tamar, Tamar alikubali kuolewa na Onan. Kilichofanyika, aliamua kutenda yaliyo mabaya sana Onan. Alijua watoto atakaozaa pamoja na Tamar watakuwa siwa kwake. Kwa hiyo wakati walipokuwa pamoja wakiishi naye, alifanya yaliyo mabaya. Wakati wa kulala pamoja, hakutaka kuweka mbegu za uzazi katika mwili wa Tamar. Akawa ametenda yaliyo ya kumchukiza Mungu. Mungu alimuua Onan. Kwa hiyo ikabidi Yuda amwambie Tamar aondoke na kurudi nyumbani kwao mpaka pale mtoto wake mwingine mdogo wa kiume aliyekuwa amebaki atakapokuwa mkubwa. Huyu ni Shela. As a widower, I have enough of my own. Sasa kweli Tamar aliondoka na kurudi nyumbani kwao akimsubiri Shela mpaka atakapokuwa mtu mkubwa ili aweze kuozwa naye. Lakini Yuda hakutimiza ahadi hiyo, kwani aliogopa kwamba huenda na mwanae Shela atauawa kama walivyouawa ndugu zake. Kwa hiyo akaacha kufanya ahadi aliyokuwa amemwahidi Tamar. Tunaoneshwa siku hii ilikuwa ni siku ambayo Yuda alikuwa anakwenda na rafiki yake Hira katika mji unaitwa Timna, walipokuwepo wakata manyoya wa kondoo wake. Tamar alipata habari ya kwamba Yuda anakuja Timna. Alivaa mavazi na kujifunika uso wake akisubiri aje baba mkwe wake akiwa na lengo moja. Ni lengo lipi?
alivaa mavazi haya. Huyu ndiye binti anaitwa Tamar, akajifunika kama vile ni kahaba fulani. I will give you a camel water, master. Sasa walipofika eneo hili la kuingilia mjini, Yuda pamoja na rafiki yake Hira, Yuda alimtamani yule binti aliyekuwa amevaa vile. A Canaanite who hides her face, they're always bewitching. It's a strange custom. Katokea kumpenda yule binti. Traveler, lie with me and ease your mind. Yule binti akamwambia, ewe msafiri, nimekupenda pia, naomba ulale na mimi. I have no money with me. Yuda akamwambia, mimi sina pesa. And while he may not have money with him, ndiyo hatuna pesa, lakini atakupa mmoja kati ya mwanakondoo kesho. Hajui kwamba huyu ni mkwe wake, ndiye yule binti ambaye alikuwa amemuodha kwa mwanae mkubwa Eri. They're at the market. Hana pesa, ndicho kitu alichokitamka Yuda. Tamar akamwambia ya kwamba usihofu kuhusu pesa, nitakuvumilia endapo utaniachia kitu chochote na kuona kama una pete. Niachie pete yako na fimbo yako, kisha ukiniletea huyo mwanambuzi kesho, nitakupa vitu vyako. Mimi nimekupenda. Nitakurudishia vitu vyako ukinipa huyo mwanambuzi siku ya kesho. Yuda akaona ni jambo jema. Hira alibaki anacheka, anaona mwenzake kapata bahati. Mwanamke huyu anayafanya haya kwa sababu aliona ya kwamba Yuda alikataa kumuozesha mwanae Shela, ingawaje tayari alikuwa ameshakuwa ni mkubwa. Tuangalie. Naomba unipe hiyo pete yako na fimbo yako. Kesho ukiniletea mwanambuzi, nitakurudishia vitu vyako. Haya mavazi yanaficha vitu vingi sana. Hapa Yuda anashindwa kumtambua kabisa mkwe wake, mwanamke aliyekuwa ameolewa na mwanae wa kwanza Eri. Lakini alipofariki Eri, Yuda alimuomba mwanae wa pili Onan amuoe mwanamke huyu ili kusudi aweze kumzalia watoto marehemu kaka yake. Onan alitambua fika kwamba watoto watakaozaliwa na Tamar watakuwa si wa kwake. Kwa hiyo alichokifanya, walipokuwa wamelala, aliweka mbegu za uzazi pembeni. Kitendo hicho kilimchukiza Mungu. Mungu alimuua Onan. Kwa hiyo Yuda akaahidi ya kwamba huyu binti arudi kwao, atulie mpaka baada ya muda. Sasa binti kweli siku hiyo alilala na Yuda, baba mkwe wake. Daughter-in-law that buried my first son. Katika hayo wakawa wanaongea, vipi, mbona unaonekana na huzuni? Kasema kwa kweli na huzuni, nilikuwa na watoto wangu wawili wakubwa. Wa kwanza alimuoa binti mmoja, lakini akawa amefariki bila kupata naye mtoto. Nikamwozesha mwanangu wa pili, naye pia alifariki. Misfortune indeed. You have other family? Wewe unaonekana ni mtu mzima na ni mkubwa katika familia yenu, si ndio? Mlizaliwa wangapi? Tulizaliwa mara ya kwanza tulikuwa 12, lakini mmoja mdogo wetu aliliwa na mnyama wa porini. And ever since not a day passes but my father sheds a tear at the youngster's memory. Na baba yetu alimlilia sana yule mdogo wetu. Sorrow was so thick I had to leave and start my own encampment. You grieve as if the boy's death was your fault. Hivi unaweza kukubali kwamba yule kijana labda alikufa kwa makosa yako? Why would you even think such a thing? Kwa nini unatamka maneno kama hayo? Ni kweli Fine woman. Yuda alikuwa anaamini kwamba mdogo wao Joseph yupo hai, walimuuza utumwani, ila waliamua kuficha siri ya kwamba ameliwa na mnyama mkali wa porini. Kwa hiyo akaondoka Yuda akimwahidi huyu binti ya kwamba kesho atamletea mwanambuzi, kisha naye binti arudishe pete yake pamoja na fimbo yake. Binti siku hii walipolala na baba mkwe wake huyu alipata ujauzito. Tamar na Yuda. Tunaendelea upande huu wa pili, tupo kwa Farao. The water tells me your distinguished guests aren't sleeping very well. It seems their sleep's troubled by dreams. Sasa Potifa alimfuata Joseph. Strange dream. Anamwambia,
wale maofisa wamelala usiku wa leo, wakaota ndoto zimewachanganya sana, hawana raha na hawana amani. Hatujui ni nani atakayeweza kuzitafasiri ndoto hizo. You can't remain silent now that they know you have the special gift. How do they know? I'm due back at court. Pharaoh's men work night and day to retrieve the bracelet. They'll have it before long. Walikuwa wamesononeka sana katika ndoto walizoota. Ni wale maofisa. Kwa hiyo Joseph akawafuata gerezani. I hear you have the gift of second sight. Bwana, tumesikia kwamba wewe una zawadi ya kuweza kutafasiri ndoto. Now have we fallen, listening to the Ujinga gani huyu mfungwa huyu akatutafasiria ndoto? Then why don't you see how well he could do for you, Vintner? Kijana anawaambia kwamba kutafasiri ndoto ni zawadi ambayo mtu anapewa na Mungu. Sasa Mungu amekusaidia nini? Here is my dream. Katika ndoto yangu mimi nimeota kitu kimoja. Alianza yule There was a vine in front of me. Mtunza vinywaji mkuu anamwambia kwamba katika ndoto yangu niliona mzabibu mbele yangu, nao ulikuwa na matawi matatu. I had Pharaoh's cup. Mara tu ulipoanza kuchipua majani, maua yake yalichanua na vishada vyake vikawa zabibu mbivu. Mkononi mwangu nilikuwa na kikombe cha Farao, basi nikazitoa zabibu, nikazikamua katika kikombe hicho, nikampa Farao. This is what it means. Ndoto yako inamaanisha kitu kimoja. 3 branches are 3 days. Hayo matawi matatu uliyoyaona ni siku 3. Restore you to your position. Baada ya siku 3, Farao atakunyanyua na kukutoa gerezani, kisha atakurudisha katika kazi yako ya siku zote. Utaendelea kumpa kinywaji kwa mkono wako siku zote. Now listen to me, slave. Sasa ile ndoto ikawa ni nzuri ilivyotafasiriwa, na yule mwingine naye akasema, wewe mfungwa, nisikilize na mimi nina ndoto bwana. In the top tray. Mimi nilikuwa nimeota hivi katika ndoto yangu. But birds were eating them off the tray on my head. Give me its meaning. Nilikuwa nimebeba nyungo 3 katika kichwa changu, na katika nyungo hizo kulikuwa na matunda mengi ndani yake, kisha ndege wakawa wanakula yale matunda juu ya zile nyungo 3 katika kichwa changu. Very well. Akamwambia, ndugu yangu, ndoto yako ni mbaya, lakini siwezi kuitafasiri. The 3 trays are also 3 days. Akang'ang'anizwa ili atafasiri ile ndoto. Akamwambia, hizo nyungo 3 ulizokuwa umezibeba ni siku 3. Baada ya siku 3 Farao atakuua wewe, atakuning'iniza, kichwa chako kitaliwa na ndege. Jamaa alimlamba kibao. The Pharaoh's bracelet has been found. Warrants have been... Ni kweli yule bwana japokuwa alichukia yule muoka mikate, lakini siku ilifika. Mnamo siku ya 3 ambayo ilikuwa siku ya kuadhimisha kudhaliwa kwake, Farao aliwaandalia karamu watumishi wake wote, akawatoa gerezani mtunza vinywaji wake mkuu na muoka mkate, akamweka mbele, na hatimaye akawa amemuua kwa staili ambayo alitafasiriwa yule bwana. Kichwa chake kweli kilidonolewa na ndege. Filamu yetu inatuonyesha upande huu. Sasa ilikuwa ni siku ya 3. Katika upande huu Yuda aliamua kuchukua mmoja kati ya kondoo wake na kumpa rafiki yake ili aende kule katika ule mji kwa ajili ya kwenda kumwangalia yule mwanamke na kuweza kumpa ile kondoo ili kusudi yeye aweze kupewa. I am most grateful for your judgment in this matter. I always knew, even in the darkest days, that I could always... Yes. Haya, kama jinsi ambavyo tumeona,
Yes. Yule Considering the circumstances. mtunza vinywaji mkuu alifurahia sana katika ile ndoto aliyotafasiliwa, ingawaje Joseph alimwambia kwamba amkumbuke pale yatakapotokea hayo aliyomtafasiria. Jamaa hakuweza kumkumbuka, na hatimaye tunakwenda upande huu. Yuda pia alimkosa yule binti ambaye alimwachia pete yake pamoja na fimbo yake. Wakawa wamerudi na ile kondoo yao, Yuda pamoja na rafiki yake Hira. Hapa tunaoneshwa ni katika sehemu ambayo familia nzima ya Yakobo pamoja na wanaye walipokuwa wakiishi. Sasa A lifetime showing me they're not up to the task. It would have been Joseph who would have carried on the line. baba mtu ambaye ni Yakobo aliendelea sana kumsononekea mwanaye, akijiuliza hakubahatika hata kuweza kuona maiti yake. Anamsimulia yote mwanaye aliyekuwa amebaki katika watoto wa uzeeni. Huyu ni Benjamin, ndiye alitokea kumpenda sana. Kwa hiyo hakutaka Benjamin aungane na kaka zake kwenda kuchunga, kwani aliamini ya kwamba naye anaweza kafa kama alivyokufa Joseph. Now, young man, back to the tables. Yani anamtaka Benjamin muda wote awepo nyumbani, asiende kokote. And Isaac begat Esau and Jacob. And Esau, who was called Edom, took wife among the Canaanites. Father! Quickly! It's Judah. Sasa wakiwa hapa wanaendelea kuongea, baba analetewa habari ya kwamba Yuda anakuja. Yuda aliamua kurudi baada ya miezi 3 kuwa imepita. Alihitaji kurudi kwa ndugu zake kwa sababu tayari alikuwa na huzuni kule alikokuwa. Mengi mabaya yametokea. Mke wake alikufa, watoto wake wawili pia walikufa. Kwa hiyo amebaki yeye pamoja na mwanae wa mwisho anaitwa Shela, vile vile na mke wa marehemu mwanae Tamar. Baada ya kufika hapa, Yuda alianza kusalimiana na ndugu zake Ruben, Simeon, Levi, Gadi, Naftali, Ashal. Hawa wote ni ndugu zake. Siku nyingi alikuwa amepotezana nao. Zablon. Benjamin, you're not so little anymore. Benjamin. Hatimaye baba yangu. And my father. My father Jacob. Baba yangu Jacob. Welcome to our camp. Karibu katika himaya yetu. I am surprised to see you. Ninastuka na Away from your father. Anasema baba, asante. Ni muda mrefu nilikuwa sipo pamoja nanyi, lakini sasa nitakuwa niko nanyi kwa muda mrefu pia. No problem. Sintakuacha tena baba. Widow of 2 of my sons. Huyu ni mjane wa watoto wangu wawili. Is Seres the father? No. Je, hajabaki kwa baba zake? Sema hapana. Katika miezi hii 3 tayari iligundulika ya kwamba Tamar alikuwa ni mjamzito. Na kawaida ya kwamba mtu ambaye tayari alikuwa amefiwa na mume wake hakupaswa kufanya chochote paka muda mrefu sana, au aweze kupewa ndugu kutoka katika ukoo wa mwanaume aliyekuwa amemuoa. Kwa kitendo hiki lilikuwa ni chukizo kwa mila na tamaduni za kwao. Kwa hiyo